Rais William Ruto amewakosoa viongozi wa upinzani kwa madai ya kuendelea kuibua matatizo wanayopitia wananchi bila kutoa suluhu, akibaini kuwa kiongozi hapaswi kulalamika bila kutoa suluhisho. Akizungumza katika eneo la Bamba, kaunti ya Kilifi, Rais Ruto ameahidi kubadilisha siasa za Kenya kwa kushughulikia matatizo yanayowakumba Wakenya, hatua anayosema itasaidia kuwaondoa viongozi wasiokuwa na manufaa, kwa kuwa wengi wameendelea kujitafutia kura kwa kuwahadaa wananchi kuwa wataangazia maslahi yao. Mwanahabari wetu James Mwangi anatuanzishia taarifa zetu jioni hii. Siku ya 4 ya ziara yake kaunti za Pwani, Rais William Ruto alihudhuria hafla ya shukrani ya katibu mkuu wa idara ya vijana Fikirini Jacobs katika eneo la Bamba, kaunti ya Kilifi. Rais akitumia nafasi hii kuwakosoa viongozi wa upinzani kwa madai kuwa wanaendelea kuibua matatizo yanayowakumba wananchi bila kutoa suluhu, akisisitiza kuwa kiongozi hapaswi kulalamika bila kutafuta suluhu. Viongozi wa sasa, uongozi wa sasa sio wa kutueleza mambo ya matatizo ya wananchi. Kila mtu anajua. Viongozi wa sasa ni wale wako na uwezo na akili ya kuweza kufikiria suluhisho ya matatizo tulionayo ni yapi na tutafanya vipi. Akiorodhesha yale yaliyofanikishwa chini ya uongozi wake, ikiwa ni pamoja na yanayoendelezwa na serikali kusuluhisha mizozo ya ardhi eneo la Pwani, Rais Ruto amewakosoa viongozi wa upinzani akidai kuwa wanaendeleza siasa za chuki na migawanyiko, mambo yasiyokuwa na manufaa kwa wananchi. Tumekuwa na viongozi wengi wa kutuzungumzia vile tuko na shida ya barabara, tuko na shida ya maji, tuko na shida ya stima, tuko na shida ya uskota. But until we have leadership that has the capacity, the understanding, the plan and the vision to make solutions. Kuna rais ambaye amependa hii pwani kati ya wale marais wamekuweko kushinda Rais William Samoei Ruto. Na si hadithi. Kila pembe ya pwani ukienda utapata kuna mradi. Ameahidi kuendelea kuyaangazia maslahi ya Wakenya, hatua anayosema itabadilisha siasa za Kenya, kwa kuwa kwa muda mrefu viongozi wametumia matatizo ya wananchi ili kupata kura bila kuyatatua. We are changing and transforming the politics of our nation. Na ndio mnaona wanasiasa wengine wanaona hii mahali sasa imekuwa telezi. Hii mahali ni ngumu. Wale watu wa kutuenezea tu mambo ya ukabila na chuki na mambo ya matusi sasa watakosa rada na watakosa mpango. Sisi tusimame na William Ruto kwa hali na mali, na hapo mbele. Katika hafla hii, rais alilazimika kukatiza hotuba yake kwa dakika chache baada ya kijana mmoja kukimbia juu ya jukwaa na kumkumbatia rais akijaribu kusemezana naye. Tumetengeneza. Yes. James Mwangi, Undugu TV.